Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel imezidi kufanya mashambulizi. Wizara ya mambo ya ndani ya Wahouthi ilieleza juu ya mashambulizi hayo yaliyofanywa na Wahouthi. Mashambulizi hayo yametokea muda mfupi baada ya Israel kuwaonya wakazi wa Ras Isa, Hudaida na Salif kuondoka, ikisema bandari hizo zitatumiwa na Wahouthi wanaungwa mkono na Iran. Hata hivyo, Israel imesema katika nyakati ambazo Wahouthi watajuta ni katika nyakati hizi, ambapo wamesema kulingana na kwamba wao wameamua kufanya mashambulizi dhidi ya Israel kwa kushambulia viwanja vya ndege pamoja na maeneo mengine na kusababisha mambo kuwa mabaya ndani ya ardhi ya Israel. Sasa kitakachojiri ni kwamba ambaye alianzisha kampeni kali ya kijeshi dhidi ya ngome za Wahouthi nchini Yemen mnamo Machi 15 amekubali makubaliano kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Oman na kundi hilo ambalo lilisema makubaliano hayo hayakujumuisha Israel. Wahouthi wamekuwa wakirusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani huko Israel pamoja na kushambulia meli katika njia za meli za kimataifa katika kampeni ambayo wanasema inalenga kuonyesha mshikamano na Wapalestina huko Gaza. Trump mnamo Jumanne alisema kuwa Wahouthi wamekubali kuacha kukatiza njia muhimu za meli katika Mashariki ya Kati. Israel imefanya mashambulizi mengi ya anga ya kulipiza kisasi dhidi ya Wahouthi wa Yemen na imesema bado itaendeleza mapambano kutokana na kwamba Wahouthi wamekuwa ni moja kati ya makundi ambayo yanaonekana kuunga mkono upande wa Wapalestina, lakini kutokana na hali inayoendelea lazima waonyeshe namna wanavyoweza kuliangamiza kundi hilo. Wapiganaji hao wa Kihouthi wamekuwa wakirusha makombora dhidi ya Israel na maeneo yanayolengwa na Israel katika Bahari Nyekundu, na kwa mshikamano wa mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza amesababisha vifo vya zaidi ya watu 52,000 wakiwemo 57 waliokufa njaa kutokana na mzingiro mzima wa Israel tangu Machi 2 kwa mujibu wa maafisa wa Palestina. Basi mtazamaji, hayo ndio tulikuwa nayo, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.